Yes, kabla sijaanza sehemu ya pili, naomba nikupe mwanga ambao utakusaidia zaidi. Hii picha kuna namna ambavyo inatumia mfumo wake. Ni kama inaenda mbele, inarudi nyuma, inakuja katikati. Hivyo kwa makini sana pale ninapokupa mwongozo ili ufuate kile ambacho nakwambia mimi hapa Faru DJ. Kwa sababu ndo nimeiandaa kwa hiyo picha. Nahitaji kila mtu ambaye anaitazama aweze kujua burudani moja bomba sana hapa. Kumbuka tutakuwa tunapigwa live kutoka ZZ Production. Siku hizo anapaita kitengo pale. Basi unaunganisha na mpango wa mkali ambaye alikuwa anahitaji kumwangamiza babake ili aweze kupata nafasi ya kulipa kiasi kikubwa sana ambacho kilikuwa kinapatikana kwenye mfuko wa bima, ikiwa ni hadi juu ya kile ambacho kitatokea kwa maisha ya babake. Basi kuna fidia ambayo angeipata kutoka katika shirika la bima. Okay. Basi acha tuanze pale ambapo tulishia katika sehemu ya kwanza. Na hii ni sehemu ya pili, ila kisha unapita katika episode ya kwanza tu. Sababu pasipo kupita kwenye episode ya kwanza itakusumbua sana tu. Basi ni baada ya mshikaji kupanga mpango wa kuhakikisha anampoteza Mshua, kumlipa jamaa, na baadaye jamaa alikuwa anahitaji kwenda kumwangamiza babake. Haikuchukua muda, Wajuba waliweza kufanya kile ambacho waliagizwa na mkali. Na baada ya kumwangamiza mzee, kuna kitu ambacho mshikaji alikuwa anakisubiri sana hapa. Alikuwa anasubiri taarifa kutoka kwenye vyombo vya habari au sehemu yoyote juu ya kifo cha mzee wake. Sababu alikuwa anaamini kitakuwa ni kiasi kubwa sana ambacho ataingiza kutokana na mzee kukata moto. Na hayo ni malipo ambayo aliona katika kiasi fulani cha bima. Basi mpaka mshikaji kukozuga alienda pia hata katika shughuli zake za siku zote. Lakini hapa alikuwa anasubiri simu moja tu ambayo anasema basi ni katika kutoka katika kituo cha polisi, na anayeripoti ni Chief Park Cheon. Inasemekana babako ameweza kupitia changamoto, na ndo mtoto pekee ambaye unahitajika kwa ajili ya kuja kudhibitisha juu yake kama kweli huyu aliyepoteza maisha ni babako. Waambia mwamba baada ya kufika katika lile eneo alikuwa anatoa mchozi sana, ikiwa anaashiria ni kwamba mtu ambaye ameguswa sana na kile ambacho kimetokea. Lakini upande wa pili Nyang'ao ni kwamba mchezo wote anaojua na yeye ndo ameuandaa zaidi. Asi aligugumia sana, lakini kwa askari wa polisi ni kama kuna mashaka alianza kuyapata kutoka kwa mtu huyo. Basi baadaye akiwa ametulia mkali wa michezo, mzee aliweza kumfuata na kumwambia hii ni juu ya ajali ambayo imetokea usiku sana. Na mshikaji analalamika kwamba nyinyi askari ni nini ambacho mnafanya? Ina maana mmeshindwa kugundua hata nani ambaye anahusika? Ina maana hata kamera zishindwa kunasa lile tukio? Zambia kiukweli katika lile eneo hatukuweza kupata taarifa za CCTV kamera, lakini kuna shahidi. Hii ilimshtua sana mkali kwamba kuna shahidi. Akicheki kuna mama ambaye anakuja kutoa ushahidi wa kwamba asema yeye alikiona kile ambacho kimetokea, na hii ni hadithi ambayo anatupa huyu mwanamama baada ya kuona kile ambacho kilitokea. Anasema ni kweli alishuhudia mtu huyo akiwa ameuawa, wala kwa ajali ya kusababishwa na kitu kama cha bahati mbaya, ila inaonekana ni mpango wa watu. Hii ilimtoa sana kwenye njia mkali. Mtaalamu wa michezo na askari tayari ni kama kuna namna walianza kumtilia mashaka. Baadaye aliweza kumuita huyo askari akasema, "Inaona mnasema hicho kitu kilikuwa ni kama sio kitu cha kawaida. Anasema lazima tuhakikishe tunatafuta kitu ambacho kinaonyesha mwongozo wa kwamba hii ajali haikuwa kawaida, na hata hivyo mwili tuweza kuikuta katika eneo la milima." Sasa imekuwaje na nani ambaye alipeleka mwili katika eneo la milima? Ili tuliona yule jambazi aligonga mzee na kumwacha pale. Sasa kuna kitu ambacho kimejificha hapa. Hebu tulia tupate mwongozo kwa nini yule mwili inasemekana ulipatikana katika eneo la mlima. Hasa hapa kuna binti ambaye alikuwa katika vilele vya milima. Huyo wasema ni content creator. Alikuwa akizidi kusifia mazingira na akiendelea kushoot content zake katika mlima ambao unafahamika kwa jina la Chiwo. Manielewa kidogo. Basi binti huyo akiwa katika eneo za milima hizi alisi kuna kitu ambacho kilikuwa cha tofauti zaidi. Na baadaye aliweza kumuona mbwa mmoja akiwa analambalamba katika eneo fulani hivi. Hii ilimfanya binti ahisi kama kuna kitu cha tofauti zaidi. Na baadaye alihitaji kujua ni nini ambacho kinalambwa na mbwa huyo. Hivyo aliweza kusogea katika lile eneo.
Lakini baada ya kushangaa kitu ambacho mbwa alikuwa analamba, hapa alikutana na ule mwili sasa. Nijue picha wengi sana ingewasumbua, lakini sasa iko mikono salama. Na hapa iko kwa Faru DJ. Hapa tuendelea kuunganisha visa. Waasi wa binti ndo mtu pekee ambaye aliweza kudiscover au kugundua mwili ambao ulikuwa uko katika vilele vya milima. Sasa hapa tunahitaji kurudi nyuma kidogo ili kujua nani ambaye aliweza kusababisha kupeleka mwili katika eneo la mlima. Kwa hiyo tulia tada bintibo, tuendelea kuunganisha story na inakupa mpangilio sahihi zaidi. Basi tunarudi nyuma kidogo ili kujua nani ambaye inasemekana aliweza kuutupa ule mwili katika eneo la mlima. Huku tukutana na bwana mkubwa anafahamika kwa jina la Jiyoung Min. Anazungumzia juu ya story ya mateso ambayo alipitia kwenye mahusiano kipindi ambapo alikuwa na fedha. Na wao wanasema that the man who deposed the body in the mountain. Yaani kwamba mwanaume aliyeuficha mwili katika vilele vya milima kwa. Basi leo alikuwa yuko katika first date na mtoto mmoja mzuri sana wa kufahamika kwa jina la Yoo Ji-young. Hasa kwa sasa nafikiri kila kitu kimekaa sawa katika maisha yangu, kwa sababu hata vile ambavyo nilivipenda kipindi nikiwa sina fedha, kwa sasa nimeweza kuvimudu. Basi kwa usiku wako aliweza kutoka na bibie. Na hapa bibie aliomba waelekee sehemu moja tu ambayo alihitaji kumnong'oneza mwanaume. Anasema anachohitaji tutafute sehemu ambayo itakuwa ina kitanda na utulivu zaidi. Huko tunaweza tukapumzika na kumaliza mambo yetu mengi sana. Basi mkali hiyo alikuwa na kitu cha kupoteza. Aliita taxi kumchukua mtoto ili waelekee kwenye location ambayo mama alikuwa ameiomba. Wasema kulikuwa kwenye sehemu ambayo ina utulivu sana, na leo mwamba kabla ya kuanza kazi alihitaji kujibusi kidogo. Basi pata vipipi fulani vya kuongeza mzuka. Si unajua tena. Lakini pia na binti kuna vitu ambavyo alikuwa amevianza tu. Kwa sababu kila mmoja alikuwa anahitaji kumsurprise mwenzake. Hivyo leo alikuwa ni first date, kila mtu alikuwa na kitu cha pekee sana. Basi baada ya pombe kushuka chini, alikuta anaingia katika feeling ya tofauti zaidi. Na hatimaye mnyabumbu Jiyoung Min aweza kumaliza kile ambacho alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu. Basi baadaye mwanaume baada ya kumaliza shughuli kiusai zaidi, binti ni kama aliweza kupata simu kutoka kwa rafiki yake. Na rafiki yake alikuwa anadai ya kwamba kuna mtu ambaye ameweza kufariki, yani babake. Hivyo alikuwa anahitaji kuondoka kwenda kwenye msiba wa rafiki yake. Lakini kwa ni majira usiku sana, mkala kufahamika kwa jina la Jiyoung Min alisema sio mbaya kama atatengeneza nafasi ya kuongozana na bibie, kwani muda unaonekana umeenda sana. Sasa hivyo wanaume aliweza kuchukua usafiri kwa ajili ya kumsupport bibie kule ambako anaenda, era kwenye mazishi ya baba rafiki yake. Lakini wakiwa njiani bibie alianza kuleta michezo ambayo ilikuwa na tofauti zaidi, na hii kumbuka wako katika eneo la barabara, inaweza kaja kuwa ni hatari baadaye. Basi kutokana na michezo kuendelea, wajikuta ni kama kuna kitu amekigonga, na hicho kitu alichokigonga inaonekana ni kama mwili wa mtu. Sasa ilikuwaje mtu huyu ameweza kugongwa na watu hawa? Na inasemekana huyu ndio mtu pekee ambaye anasadikika kwamba yeye ndo aliupeleka mwili katika eneo la milima. Basi kinachojiri tukutane katika simu ya 3 tu ili kujua ilikuwaje mpaka mkali anasemekana yeye ndo mtu pekee ambaye aliweza kupeleka mwili katika vilele vya milima. Kumbuka ni Kalima the chosen one. Tada bintibu utakwenda kuielewa hii picha, kwa hiyo usipate moto wote. Hapa tuko na story ya Jiyoung Min na Yoo Ji-young ambayo inasemekana hawa ndio walihusika kupeleka ule mwili katika vilele vya milima. Sasa mshikaji na bado anazidi kuchanganyikiwa kwa sababu mtu ambaye alimtuma kazi inaonekana ameifanya kazi tofauti zaidi. Kumbuka ni Kalima story ya watu 6 tofauti, lakini nakuja kutupa muunganiko wa kitu kimoja. Kwa hiyo tulia, ndo kwanza tuko mwanzo kabisa. The chosen one baba squeeze wanapaita kitengo pale, usio. Tukutane katika episode ya 3 ili kujua ilikuwaje umwamba
kusadikika ndo alipeleka mwili ule mzee katika vilele vya milima. Here we go, chao.